Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe mpendwa msikilizaji wa Mwangaza FM, katika tafakari ya ujumbe wa Mtakatifu Gaspar del Bufalo. Leo ikiwa ni tarehe 27 Aprili. Shirika ambalo linahitaji kwa dhati hali ya kubadilishana mawazo, si kwa maana ya kupanga mikakati misingi, bali kuboresha namna yake ya kiutendaji, hasa nyakati za mashaka. Shirika ambalo linahitaji kwa dhati hali ya kubadilishana mawazo, sio kwa maana ya kupanga mikakati misingi, bali kuboresha namna yake ya kiutendaji, hasa nyakati za mashaka. Ndugu zangu, leo Mtakatifu Gaspar del Bufalo anatuhimiza kuwa katika maisha ya shirika lolote, iwe la kidini, kijamii au kielimu, kuna nyakati ambazo changamoto na mashaka hujitokeza. Nyakati hizi si za kukimbilia kupanga mikakati mipya pekee, bali ni muda wa kusimama, kusikilizana, kubadilishana mawazo kwa dhati ili kuboresha namna ya kiutendaji. Biblia inatuonyesha wazi kwa hekima na mwanga kupatikana pale watu wanapokusanyika kwa moyo mmoja na kusikilizana. Kwanza, umuhimu wa kusikilizana na kubadilishana mawazo. Ukisoma Mithali sura 11 aya ya 14 inasema, pasipo mashauri watu huanguka, bali katika wingi wa washauri pana wokovu. Pasipo mashauri watu huanguka, bali katika wingi wa washauri pana wokovu. Hii inaonyesha kuwa nguvu ya shirika haipo katika mipango mikubwa, bali katika uwezo wa wanachama wake kushirikiana mawazo. Kubadilishana mawazo huleta mwanga mpya, kuondoa hofu wa nafsi binafsi na kujenga umoja. Jambo la pili, mfano wa kanisa la mwanzo. Katika Matendo ya Mitume sura 15 aya 6, tunaona mitume na wazee wakikusanyika kujadili suala lililowaletea mashaka. Mitume na wazee wakakusanyika ili kuliangalia jambo hili. Hawakukimbilia kutoa amri na kupanga mikakati ya haraka, bali walikaa pamoja kusikilizana, wakajadili na mwisho wakapata suluhisho lililoongozwa na Roho Mtakatifu. Huu ni mfano wazi kwamba mashaka yanahitaji majadiliano ya kina, sio maamuzi ya haraka. Tatu, hekima kutoka kwa unyenyekevu. Ukisoma Yakobo sura ya 1 aya 19 inasema, kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema. Kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema. Shirika linalokuwa lazima liwe na wanachama wenye moyo wa kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Kubadilishana mawazo kunahitaji unyenyekevu, kukubali kuwa wengine wanaweza kuwa na ukweli ambao sisi hatuna. Jambo la 4, Mungu hufanya kazi kupitia ushirikiano. Ukisoma katika kitabu cha Mhubiri sura ya 4 aya 9 hadi ya 14, afadhali wawili kuliko mmoja, maana akianguka mmoja atamuinua mwenzake. Afadhali wawili kuliko mmoja, maana akianguka mmoja atamuinua mwenzake. Hii inatufundisha kuwa hakuna mtu au kikundi kinachoweza kusimama peke yake katika nyakati za mashaka. Ushirikiano na kubadilishana mawazo ni njia ambayo Mungu hutumia kuleta nguvu na suluhisho. Jambo la 5, kipaumbele si mikakati, bali uhai wa ndani wa utendaji. Mara nyingi mashirika yanapokumbwa na changamoto hukimbilia kupanga mikakati mipya, lakini leo ukisoma Zaburi sura ya 127 aya 1 inasema, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao
wafanya kazi bure. Hii inamaanisha kuwa hata mipango bora haitasaidia kama hakuna msingi wa kusikilizana, kushirikiana na kumruhusu Mungu aongoze. Uboreshaji wa utendaji huanza ndani ya moyo wa shirika, katika mahusiano na namna ya kuwasiliana. Jambo la 6 na la mwisho, nyakati za mashaka ni nafasi ya kukua. Nyakati za mashaka ni nafasi ya kukua. Ukisoma Warumi sura 5 aya ya 3 hadi ya 4, dhiki huleta saburi, na saburi huleta uthabiti, na uthabiti huleta tumaini. Mashaka si mwisho wa shirika, bali ni mwalimu. Kupitia majadiliano ya dhati, shirika linapata nafasi ya kujijenga upya, kuboresha utendaji wake na kuwa imara zaidi kuliko hapo awali. Kwa kuhitimisha, shirika linalokuwa kweli si lile linalojikita tu katika kupanga mikakati, bali lile linalotathmini sauti za wanachama wake, kubadilishana mawazo kwa dhati, kujenga umoja, kuleta hekima na huimarisha utendaji, hasa katika nyakati za mashaka. Ni kwa njia hii shirika linaweza kusonga mbele likiwa na msingi imara wa kiroho na kiutendaji. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Deus Robert Enos, frateli wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu.